na wale ambao ni waovu siku zao zinapunguzwa. Ungetaka kuishi hii dunia? Ungetaka kuishi kuona watoto wa watoto wako iko na kuona ahadi za Bwana zikitimia? So siri ni kumuogopa Bwana. So nataka tu kila mmoja wetu, na tafadhali tunaposema kufungua kinywa, hata kama hujui kuomba, naomba tu ufungue tu kinywa. Because Bible inasema unapofungua kinywa chako, anafanya nini? Anakujaza. So nitaomba tu kila mmoja wetu ajiombee. Amwambie Bwana, nisaidie kukuhofu. Nisaidie kukuhofu. Mwambie Bwana akusaidie kukuhofu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu afungue kinywa chake, amwambie Bwana amsaidie kumhofu kwa jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we worship you. Oh God, we pray that Lord, you will help us to fear you. Utatusaidia Bwana kukuhofu, kujitenga na maovu yote, kujitenga Bwana na jambo lolote ambalo linaweza kuwa chukizo mbele zako. I pray that Lord, you will prolong our days, oh God, as a result of our fear in you, oh God. Don't shorten our days because of our wickedness. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Tukiwa tumesimama hivyo because of time, tufungue Bible zetu in the book of Luke chapter 4 verse 18, Luka 4 mstari wa 18, Luka 4 mstari wa 18. Tasoma tu, ni maandiko ambayo tunayajua na naamini ya kwamba tutabarikiwa. Next week on Sunday tutaanza darasa la commitment class, na tutakuwa tunalianza exactly saa 4. Tunaenda kama dakika 45 because it is important for us to get to know the teachings ambazo ni za kutusaidia. These are basic teachings but they are not that basic, ambazo zitatusaidia. And as I've always said that after that, kama hujaivaa gown yoyote, baada ya hiyo utavaa gown. Lakini sikuchochei, but huo ni ukweli wa mambo. Kama hujaivaa gown yoyote, gown yoyote, siku unavaa gown na unapewa certificate. And by the way, see, it's not that I'm marketing Crystal Church, but what I want to say is, after you have finished that class, you can become a pastor anywhere. I'm telling you, you can become a pastor. Ukifuatilia tu vizuri, you are qualified to be a pastor anywhere. Bwana sifiwe. So on Sunday tutakuwa na hiyo, and then on Wednesday tutakuwa na Bible study hapa, and it is very very important for us to be in the Bible study, for us to be grounded in the word of God. Bwana sifiwe. So tutasoma inakuwa mrefu. Haya, kila mtu atasoma kwa kitabu chake. Tutamalizia verse 19. 1 2 3 go. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Hallelujah. Tunaweza keti. Asubuhi ya leo nitachukua muda kidogo, nitajaribu kukufupisha. Otherwise, thank you very much Brother Francis kwa kutuongoza vizuri. Mungu akubariki, na asanteni kila mmoja wetu. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Asante Mama Ngige kwa kututembelea. Mungu akubariki. Asante kwa wale ambao waliokoka siku ya Jumapili na mmetembea hata siku ya leo. This is your home. Bwana asifiwe. So Bible inasema ya kwamba, nitachukua tu mstari mmoja. Inasema hiyo verse 18, to preach the gospel to the poor. To preach the gospel to the poor. Nafikiria hiyo unaweza ichukua tu kama sasa topic ya somo la siku ya leo. To preach the gospel to the poor. Bible yangu haisemi to deliver the poor. Inasema what? To preach the gospel to the poor. Kuhubiri injili kwa nani? Kwa masikini. Haisemi kwa kufanya ukombozi kwa umaskini. Inasema kwa kuhubiri habari njema kwa
masikini. Bwana asifiwe. Na nikawa nikiangalia hilo neno na nikaona ya kwamba labda unaweza kuwa kwa service kama hii, kama vile tumekuja kila mmoja wetu, but sincerely speaking, kwa mfuko wako hauna hata shilingi. Watu wanasema sina mpaka nini? Ndururu. Sina mpaka ndururu. Ndururu. Usisemaga hivyo, maana ndururu hazionekani. Semaga sina hata shilingi. At least shilingi zinapatikana moja moja, eh? So usisemaga tile kinya ndururu hazionekani. Anyway, sasa unaweza kuwa kwa ibada kama hii na ile ya kwamba kusema ukweli kwa mfuko wako hauna nini? Hauna chochote. Hauna hata shilingi moja. Na mtu mmoja akaja akatuhubiria siku moja pale Kristo pale, akasema usisemage hauna pesa, semaga you are out of cash. Out of cash. Sijui utasemaje kwa Kiswahili. You are out of cash. Zitakuja na utakuwa, sijui kama ni Kizungu mzuri, utakuwa in cash. Anyway, sasa sikia, Bible imesema ya kwamba kuhubiri habari njema kwa maskini. Now, nataka kusema ya kwamba being poor ama kuwa maskini is not lack of money. Kuwa masikini sio kukosa pesa, is lack of ideas and knowledge. Kuwa maskini sio kukosa pesa, ni kukosa hali ya ideas, mawazo, kukosa maarifa. Na ndio sababu tunasema ya kwamba, ama Yesu akasema ya kwamba to preach the gospel to the poor. Sasa kwa nini Yesu hakusema ya kwamba to preach to the poor the gospel ama the message of prosperity? Ama namna gani? Yesu hakusema maskini ahubiriwe injili ya ufanisi. Alisema ahubiriwe injili. So injili peke yake ndio inaweza kuomboa mtu. Kwa nini? Kwa umaskini. Na nataka kusema ya kwamba if there is a place that has been associated with poverty is the church. Kama kuna mahali ambapo pamehusishwa na umaskini ni kanisa. No wonder mzungu akasema you are poor as a church mouse. Ati wewe ni maskini kama panya wa kanisani. I thank God tunakuja hapa in the course of the week. Na ninaona kama hapa kuna panya na there is a time kulikuwa na panya. Anyway, hata kama kuna panya hapa, sioni panya wa Kongasis akiwa as poor as church mouse. Why I'm saying so is because tukija in the course of the week, ninaonaga kuna crips zimeanguka hapa. Kwa hivyo kama kuna panya ambaye amechagua haya ndio makazi yake, anakuraga. Hawezi kuwa ati amepundukiwa sana, ati yako na njaa sana. So wale ambao na by the way, there is a time wakati wa kitambo umaskini uliassociatiwa na watu wa Mungu. Watu wa Mungu, yani mtu pastor amevaa koti ingine imefade. Kiatu ndio hiyo imeinama, ametoka juu ya mlima kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Wanatia mwadhani ya gosho. Yani pastor ama Mungu wakati huo, yani ameomba Pastor Sami. Pastor ametoka juu ya mlima. Kora ndio hiyo imechomoka, kiatu imeinama, imetoboka. Na jana juzi nikaona mtu amepost viatu zimeraruka huku chini. Na hizo viatu zimeraruka ameziweka hivi, anasema that is not your portion. Na mimi nikasema for sure it is not my portion. So pastors walikuwa na associatiwa na nini? Na umaskini. Hata watu ambao wameokoka wana associatiwa na nini? Na umaskini. But nataka tuangalie jambo moja ambalo ninataka kuamini ya kwamba that this church as much as tunaonekana ya kwamba tunaweza kuwa tumepungukiwa, we are headed somewhere. Amen. And better days are ahead of us. Why I'm saying so is because wakati ambao tulianza hii church, kuna vile ambavyo hata sisi tulikuwa tumefinyika mama abi. Na kwa neema za Bwana ametufikisha mahali, and we are thankful to him. Now, unajua maskini unaweza sababisha mtu hata ukimhubiria akose kuokoka. Bwana asifiwe. Sasa hebu niambie, the rich man na Lazarus
Lazarus angehubiriaje the rich man? Amwambie kuna Mungu anapeananga, kuna Mungu anafanyaga, kuna Mungu, na amegojea nini? Amegojea makombo. There is a way injili inaweza kusikika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya umaskini. Na siku ya leo, I just want to believe that this church we shall be delivered from the spirit of poverty. Amen. Na tumesema poverty sio kukosa pesa, ni kukosa nini? Kukosa ideas. Bwana asifiwe. Na siku moja nikaangalia nikasema ya kwamba mimi napenda kusema hivi, na nasema kwa hii church yetu, wakati pastor anasema anatembea kwako, tafadhali, nitarudia na nisharudia hapa Peter, usiende kukopa mtu chochote kwa duka just because the pastor is coming. Show. Usikope, usiende kukopa mayai, maana pastor wanajulikana wanakulaga mayai na kuku, si ndio? Wewe uende ukope mayai na kuku ate pastor anakuja kwako. Hapana, wacha nikuje nikae nione hali vile ilivyo. Na by the way, tulikuwa tumeanza hiyo project ya kuzunguka kwa nyumba za wapendwa wa hii kanisa. Tutairudia tena. Why? Because ninapokuja nione state ya kwako vile ilivyo, nitaomba na understanding. Nikiona hapo hakuna TV, nitasema hapo pawe na TV. Lakini yenyewe nikija unipikie kuku, haleluya. Si mimi nitateremsha na niliseme ubarikiwe. Na ili hali kuna mahitaji mengi. Na by the way, sikia, a good pastor, Bible inasema in the book of Proverbs 24:23, be diligent to know the state of your flock and attend to the heads. Ati wewe pastor, kuwa na juhudi ya kujua jinsi ambavyo nini kondoo zako walivyo. So, ninapokutembelea kama hali kama hakuna by the way, by the grace of God, na si kujisifu, I am not a complicated pastor. I'm telling you, I am not a complicated pastor. Hata kama nitatembea kwako, umeweka sturu kwa kona, alafu uniambie pastor kaa chonjo, nitakaa tu chonjo. Nitakaa tu chonjo na nijijazie labda hii sturu haina mguu moja. Na hata nikianguka, ni mimi wa kwanza kuanguka. So, tutaomba Mungu akupe kiti mzuri ama namna gani? So, what I want to say is, si ati sasa nikija kwako ujishughulishe, maana Bible imesema a good pastor anajua state ya watu wa. So, kama hakuna chai, tukunywe maji. By the way, Bible inasema mahali ambapo mtaenda mpewe maji, hata ijasema maji moto maana gasi inaweza kuwa imeisha. Imesema maji baridi yenye inaweza patikana kwa kila boma, uache baraka. So nikija kwako usijisumbukie, na nitarudia tena. Hey, mzee, rafiki yangu, mama ndio ule mke wako pale. Na wewe mke wa ndugu yetu, ukisikia pastor anatembea kwako, tulisema na tutarudia hapa, ile kitu ufanyiangi huyu mzee rafiki yetu hapa, usifanyie nani? Usifanyie pastor, maana pastor anaweza tembea baada ya kutoka kwenda hatua kidogo umenyeshewa. Na ni wewe umefungulia hiyo mlango. Kwa sababu gani? Kuna mambo umefanyia huyu pastor. Huyu mzee hujai kuchinjia. Wewe na mashogoo tu. Una majogoo lakini hujai chinjia huyu mzee. Si ndio? Lakini pastor kwa sababu anakuja siku hiyo, hata vitambaa zimetandikwa vizuri. Alafu unajua kuna nyumba tu zingine zinakuwa zinasemekana hii vikombe haitoleangwi. Mnamsha siku kwa kuna mambo kama hiyo. Hii vikombe haitoleangwi. Sasa siku hiyo vikombe inatole, juu pastor anakuja. So una siku hiyo mpaka mama anakuwa amefanya mpaka catering. Mama amefanya catering just because the pastor ametembea maji moto. Sasa mzee akiwa pale anasema, yani pastor no hapa tamu nonie kuugira. Fafa washi anashiaku. Yani pastor ni wa maana sana, baba ya watoto yako kuliko baba ya watoto yako. Sasa mama Judina anakuja na maji moto. Pastor naye ndio huyo. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Pastor ameletewa mpaka ile sabuni, mzee aje sabuni imechukuliwa pale ile ya kufinywa hivi. Pastor amefinyiwa, nimeoga mkono, nimeoshwa, amewekelea mpaka katawe hapa, alafu anatembea aste. Hey, pastor ndio huyo amejipanguza mkono. Pastor ndio huyo amekula kuku, ameletewa mpaka ile kwa kumrefu ya kuosha koo. Nishatoka. Baadaye unakuta mama Judy itakuwa hivyo, amekuja na harama. Sunday yako na harama. Sasa niki
Ni ndio yako ni ndugu yangu. Na si nilimwangusha, ni kuchapwa alichapwa na mzee, maana vile ametweet pastor, ametweet zaidi ya nani? Ya mume wake. So what I want to say is, when I come to your place, vile ambavyo mnaishi, kama hakuna mkeka, si nitaomba kuwe na mkeka? Bwana asifiwe. Kama hakuna sukari, by the way, hata naweza tembea, hata mimi niwe na baraka kwa hiyo nyumba because of the state ya vile nimekuta hiyo nyumba. By the way, kuna wengine washatembea pastor. Mtu ametembea, unajisumbua utapika nini, utafanya nini, na amekuja na kaburungo. Unakaribisha hapo kwa pasia. Unaangalia kako na majani, kako na maziwa, kako na sukari na mkate na blueband. Unampikia vitu zake bila yeye kujua. Bwana asifiwe. It has happened. So usishinde tukijisumbua. So hata pastor akitembea kwa kaone stage vile iko, anaweza kuwa wa baraka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa kuna maandiko moja napendaga. Niko na umbwa mbili siku hizi. Umbwa tu ni umbwa koko. Sasa hizi umbwa zangu, saa zingine lazima stima tunaenda kulala. Naona ile kubwa inaniangalia hivi. Maana ile kusema ukweli, hiyo siku imeona mzee mwenye boma ameenda kulala na hatukuli. Stima imezima. Mpaka siku nyingine ninahakisha tena na iangalia, naona imefanya hivi. It's like bado niko na swali, mzee umeenda umetuacha na Mungu. Na by the way, even when you come to a service like this, hata wanyama wanaweza kukuchukia kwa sababu ya umaskini. Yes. Bwana asifiwe. By the way, wakati nilikuwa nakuja kwa hii service, niliamka saa 11. Kuna kuku za innocent. Lazima ningezishughulikia. Siseme hapa kwa mchungaji. I wish ningekuwa kwa mtu mwingine. Huyu mchungaji anakaa na sana angaliana hiyo umbwa na finya hivi nasema, sasa hii nasema huyu mchungaji. Sasa ametusahau. Anyway, Bible inaongea mpaka kuhusu wanyama. Haya, in the book of Proverbs 12 verse 20, inasema a righteous man regards the life of his animals. Regards the life of his animals. So, kunaweza kuwa na umaskini mpaka sasa wale wanyama wanashindwa. Mimi nilikuja, yaani ukifungua hiyo gate, huyo mnyama hawezi rudi hapo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa. Bwana asifiwe. Now, we are talking about poverty. Na tumesema poverty is lack of what? Lack of ideas and knowledge. Ni ile hali ya kukosa labda maarifa na kukosa hekima. Ni hekima. Sawa. Ufahamu. Sasa tutaangalia siku ya leo. Jambo la kwanza tunaangalia aina tofauti za umaskini. And today, kama hatutamaliza ujumbe, sipendi kukosa kumaliza, tutaendelea naye siku ya Sunday. Lakini nisipomaliza itakuwa hivyo. There is what we call poverty number 1, ambayo inaitwa foundational poverty. Umaskini wa kimsingi. Ama ni nini? Umaskini wa kimsingi. Na hiyo iko katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Second Kings, Wafalme wa Pili chapter 4. Uandike tu, utaenda kuangalia nyumbani. Wafalme wa Pili chapter 4 verse 1. Inasema ya kwamba kulikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa ni mke wa nani? Wa nabii. Na Bible inasema ya kwamba alipomuona Elisha akamlilia, akasema, mtumishi wa Mungu, mume wangu ashakufa ama alikufa. Na Bible inasema ya kwamba akamwambia, mimi ni mdeni na mdeni wangu anataka kuja kufanya nini? Kuchukua hata watoto wangu kwa sababu ya deni iliyoachwa na mume wangu. Foundational poverty. Na hii inanisaidia kukumbuka wakati ambao nilioa huyu na Bikoti ameolewa juzi. Wakati ambao nilioa Mama Innocent, kuna kitu tuliambiwa, madeni yake yamekuwa madeni ya Bwana asifiwe. Sasa sikumwambia madeni ulichukua wapi. Niliambiwa madeni yake ni madeni ya
Na mimi nikaambiwa madeni yangu sasa ni yake. Katika huu ufahamu. Sasa hiyo it is sasa si tumeanza foundation ya marriage na labda hiyo kukosa juu anaweza kuwa alikuwa na madeni mingi. So huyu mtumishi wa Mungu anafanya nini? Anasema ya kwamba mzee alikufa akatuachia nini? Akatuachia deni. Na mimi nashindagwa. Huyu mzee alikuwa ameweka surety watoto wake. Si watoto walikuwa wauzwe? Pastors wanastahili wajichunge nao. Alikuwa ameweka surety na labda tu ni kazi ya Mungu. Sasa Bible inasema ya kwamba watoto wanataka kuchukuliwa wauzwe. Na anasema ya kwamba huyu mdeni anakuja kufanya nini? Kuchukua watoto, kumaanisha the son inherited the spirit of poverty. Kumaanisha hiyo roho ambaye baba yao ilimsababisha achukue loan na achukue nini, watoto wamerithi sasa hiyo shida. Na ndio tunasema ya kwamba it is foundational poverty. Kuna watu wengine ambao tuliingia na tukajipata in a foundation of what? Poverty. By the way, mimi nasemanga hivi, kama mimi maisha yangu ingeenda vile nilitaka, I would be very fine. Bwana asifiwe. The same case applies to you. Kama maisha yako, kuna watu tu wanakuwa kwa familia zao, mtu amewekewa base. Umewekewa base hata umeanzishiwa ka project na babako amekuja mstart. Wengine watu kwa na watu wakuja mstart. Ni sisi tunajijam start, unacheza unastuka, unafika pale unakuwa tena unaamuka. Sasa unaona mamisingi zilikuwa mbaya. Unaona? Bwana asifiwe. Mamisingi zilikuwa mbaya. But I just want to say thank you. That mahali ambapo tulikuwa hiyo miaka ya kitambo, hatuko hapo. Yes. By the grace of God. Bwana ametusaidia. So unakuta ya kwamba wazazi wako hawakujenga. That is what we are calling foundational poverty. Hawakujenga. Na kama wangekuwa wamejenga, sasa unajua saa zingine mtu anafikiria kujengea mzazi wake, si kweli? Unafikiria kujengea mzazi wako kwa sababu alishindwa kujenga. Kama angekuwa amejenga, si ungefikiria sasa kujenga kwako? Bwana asifiwe. So there is what we call foundational poverty. Na nilipokuwa nikiangalia hii maandiko, nikakuja kuona ya kwamba huyu mama, ongeza na kwamba alikuwa na madeni, hakuwa akiishi vizuri na jirani zake. Instruction aliambiwa na Elisha, enda kwa jirani zako, uambie wakupee mitungi. Na nilipokuwa nikisoma nikaona hakuenda, alituma watoto. Ni vizuri kukaa na majirani zetu vizuri. But now that is not the point. But the point is foundational poverty. Na wacha tuingie kwa jambo lingine. Na hii foundational poverty, kile nitakachosema ni ya kwamba 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hebu niwaulizeni, Yesu alikuwa maskini? Si mtu tu anijibu. Yesu alikuwa maskini? Hapana. Yesu alikuwa maskini? Hapana. Haya. Yesu alikuwa maskini? Hapana. Alifanyika kuwa maskini? Okay. 2 Corinthians chapter 8 and 9 inasema Yesu alifanyika masikini. Kwa hivyo hakuwa maskini. Alikuwa tajiri. Akafanyika masikini ili sisi tuweze kuwa nini? Matajiri. Bwana asifiwe. Ili tuweze kuwa nini? Matajiri. So Jesus took our poverty so that we may do what? We may be rich. Na nikaangalia, I shared sometimes this message, nikasema ya kwamba Yesu, unajua watu wajui mambo ya Yesu. Yesu ministry yake, na nilisema siku moja, it was one of the powerful ministries. Si alikuwa na treasurer? Bwana asifiwe. Si alikuwa na treasurer? Treasurer anakuanga wa nini? Si ni mtu wa kuhusika na mahesabu na mapesa. So hiyo ministry ya Yesu ilikuwa na nini? Ilikuwa na pesa. Jambo lingine, Yesu alikuwa anavaa vizuri. Hata hapa hakuna mtu amevaa vizuri kama Yesu. Bible inasema ya kwamba ile vazi ambaye alikuwa naye haikuwa na mshono.
ndio hiyo simu hiyo, mshono. Hapa hakuna nguo haina mshono, na ndio sababu wale walisikia kwamba ni vizuri kila mtu aende na kipande. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa na dress vizuri. Haleluya. Siku nyingine nikasema ya kwamba Yesu alikuwa na kwake. Bwana sifiwe. Yesu alikuwa na kwa? Tulisoma hiyo maandiko hapa? Yes. Hebu mtu anisomee twende tu haraka haraka. John, isomwe na Kiswahili. John chapter 1 verse 39. And in this service, as we continue, God is going to settle us. Don't worry. God is going to settle us. In the name of Jesus Christ. For John chapter 1 verse 39. Tusomewe mwenye amepata. Yohana 1:39. Yohana 1:39. Kama umepata John, Yohana 1:39. Akamwambia, yes. Njooni, mtaona. Wakaenda wakaona, hapo wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Yesu akaenda wakaonyeshwa mahali ambapo Yesu anafanya nini? Anakaa. Alikuwa host yao, na ni kama hata walilala wapi? Walilala hapo. So Yesu alikuwa na kwake. Bwana asifiwe. So Jesus hakuwa maskini hivyo. By the way, tulisema hapa mpaka kulala ni mapenzi ya Mungu ulale vizuri. Bwana asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu ulale vizuri. Ukisoma katika kitabu cha Marko, nafikiria Marko 4:38 inasema Yesu alikuwa amelalia pilo. Wengine walaliangi pilo na ni kwa sababu ya labda kutaka, lakini ni vizuri kulala vizuri. Tulisoma mpaka mambo ya kitanda. Usiingie kwa kitanda ambaye Biblia inasema in the book of Isaiah, kitanda kifupi hivi kwamba blanketi ni nyepesi. Unaona? Anyway, tuache hiyo mambo. Wacha twende kwa hiyo ingine. Kuna umaskini ambao unaitwa association poverty, wa kujihusisha. Ukisoma in the book of Proverbs 28 verse 19, association poverty inasema hivi kwa Kizungu: he who tills his land will have plenty of bread, but he who follows frivolity will have poverty enough. Inasema ya kwamba yule ambaye analima shamba lake atakuwa na mkate kwa utele, lakini yule ambaye anafuatana na watu wasiokuwa wa dhamana ataishi katika umaskini. So nimesema Methali 28 mstari wa 19. So kuna umaskini ambao unaweza kuja kwa sababu ya watu ambao unafanya nini? Unahusiana nao. Na Proverbs inasema ya kwamba anayetembea na wenye hekima anakuwa nini? Anakuwa mwenye hekima. So kuna umaskini ambao unaweza kuja wakati ambao unatembea na watu ambao ni nini? Watu ambao hawana dhamana. Bible imesema ya kwamba inasababisha muingie katika nini? Umaskini. And that's why ninasema ya kwamba jana nikawa nikiongea na mtu mwingine nikamwambia kuna mambo tulikuwa tunaongea, na one of the dangerous things, unaona ile tunasemaga geshagi. Si tunajua geshagi? Si tunajua geshagi? Vile watu wanaendaga, mtu anatokea kambe. Kambe. Kambe mnaitaga aje? Kambe si center. Anatokeaga saa 8 na unakuta kwao kuna ng'ombe. Maziwa ni mingi. Mama ametokea kambe kukunywa kukunywa chai. Sasa ukikuja December pastor, akuone Sami, habari ya mjini, ukimpea 20 bob atashinda akikuimba hiyo kiwanja mzima. Nakwambia Sami alienda town akabarikiwa. Amekuja hapa amebaia chai na bandika. Sami ni mtu wa maana sana. Juu maisha yake yote yanatokana ni kutokea kambe. So kwa sababu ya kujihusisha sasa na mnatokea na watu ambao wako na mawazo mamoja, unakuta ya kwamba roho ya umaskini inafanya nini? Inawakalia, kwa sababu hakuna mtu ambaye ako na idea ya kwamba tunaweza toka kwa hii kijiji. And I thank God that God took me from one of the villages in Nakuru. Kama ningekuwa kwa hiyo village siku ya leo, I don't know even whether I could be existing. But by the grace of God,
Mungu akanitoa huko. So kuna marafiki ambao unaweza uhusiana nao, ambao uhusiano wako nao unaweza kukuongoza kwa umasikini. Bwana asifiwe. Na ndio sababu nimesema if you have Jonah, you don't have a journey. Ukihusiana na watu kama Jonah, hauna safari, hauna safari, na hata kama uko na safari utakuwa na hasara nyingi sana. But ukihusiana na watu kama Joseph, your dreams will be interpreted. Amen. May God give us good associations. May God give us people like akina Joseph ambao wako na ndoto, wako na maono kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mshasikia nikisema kuhusu the lepers. Waliosema ya kwamba tukirudi mjini, tukirudi huko tayari tushatengwa, tukienda mjini tunaweza, lakini wakafanya maamuzi. Wakasema tunaenda kwa kambi ya nani? Kambi ya Washami. And that's why I want to encourage every one of us here. Ikiwa you have come here in Kongasis from any other place, usikuwe na mawazo ya kurudi nyumbani. Ukirudi nyumbani Geshagi, I'm telling you, you are finished. You be desperate. Wewe ishi hapa, nyengana na maisha. At the end of the day, Mungu ataonekana. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Wacha tuingie kwa hiyo ingine. Kuna ingine inaitwa foolish poverty. Foolish ni upumbavu. Upumbavu. Na mkumbuke tulisema it is as a result of what? Poverty. Tumesema si ukosefu wa pesa, ni ukosefu wa ideas. So foolish poverty ni ile hata wahubiri wanakuanga naye. Na nakumbuka mhubiri moja Apostle Marita akisema kuna mahali ambapo waliitwa wahubiri, walikuwa wengi. Wahubiri wakaja, maana ilikuwa mkutano wa wazungu. Lakini walienda kwa huo mkutano wakiwa na nia ya kuunganishwa na wazungu. Na nakumbuka kuna mahali pamoja tulienda najua tukaenda mahali, and then mahali tulikuwa hosted, ukawa stima zinawakishwa na ni kama balbu ilikuwa haijashika vizuri. Nikaambia huyo host wetu, siuache sitununue balbu nyingine tuweke hapa, nitaweka tu. Akasema waachana na hiyo, wazungu watakuja kue. Sasa una imagine mzungu ametoka Norway, atedeaoka siku kwenye atakuja ndio atakuja kuweka balbu enye mimi ninaweza weka. That is what we call foolish poverty. Yani umegojea nani? Mzungu. So huyu pastor anasema ya kwamba walipoenda huko, Mungu akasaidia huyo mhubiri ambaye alikuwa anahubiri, alikuwa anaitwa mhubiri mzungu, akahubiri message ya Paul. Mahali Paul alianguka na akasimama, na akaambiwa simama kwa miguu yako miwili. So the message was simama kwa miguu yako miwili. Wahubiri wakawa frustrated, maana walikuwa wanaona connection na wazungu. So foolish poverty ni hiyo sasa, kuwa yale mawazo ambayo uko naye. Kuna vile unaonanga pale ni kwa watu fulani, kama wamama wengine wanasemekana wamama wamebeba vikapu wanapita pale Amerika. Mali yaga nitaongea Kikuyu afu nitainterpret. Naona mika wote hapo. Temu haha Amerika. Unaona hata Amerika. Shanga kombe kale geta gwaje kale kadogo. Kale geta gwaje kale kikombe kadogo kanaitango. Umenifanya nini? Umenitenda nini? Kale kikombe kadogo. Wanasema kaune magana mugwanja. Na no magana mugwanja ni besha nyingi muno, ni mutu na kiria na sukari na ni ukunywa chai mkefio mjie. Sasa shida ni kwamba hiyo chai si 700, ni shilingi 70 wameongeza 0. Unaona? Shilingi 70 wameongeza 0. So wakati mwingine tunakuwa na hiyo foolish poverty, na tunaanza kuona ya kwamba hatuwezi tukaingia mikahawa fulani ni ya watu fulani. Na mtu mmoja akanisaidia, akawa anaongea akasema, unaweza ingia mpaka Woodland na hoteli modo huko ile. Si mnajua Woodland Savannah? Bora tu usiingie tena kama suspect. Uingie tu Woodland, si ndio? Uingie hapo, uitishe maji ya kunywa, uitishe password, ugugugugu, uingie Facebook, uingie YouTube, ukunywe maji yao. Hakuna mtu atakuuliza ni maji baridi ama moto.
hivyo hivyo wakikuuliza unataka nini, unawaambia ngoja kidogo ukukukugu download mambo yako alafu utoke. Si utaambia watu ulikuwa Woodland? Na hata ujipige ka selfie hivi. Na watu wanaandika wanasema aje? Na uandike hapo police. Unaona? The issue is si ulikuwa Woodland. Lakini kwa sababu ya mentality ya kusema hii ni kahawa imetengenezewa watu fulani si yako, today usijiondoe. Usijiondoe. May the Lord deliver us from that mentality in the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Now, hata bank. By the way, Barclays Bank, there is an account enye unaweza fungua enye hautachajiwa chochote, hawatakuwa akikata chochote. Na ni wapi? Barclays Bank of, ilikuwa ya Britain hapa, ilikuwa wapi? Yes, lakini imetoka na origin yake. Yeah? Yes, UK, Britain. Uingie kwa hiyo bank na ufungue account. Lakini kwa sababu ya mentality ya vile labda tumesetiwa, unakuta bado mtu, sisemi Post Bank ni baya, lakini unakuta mtu wako wapi? Post Bank. Na ile kakitabu mtu alisema unabeba kama driving license. Unashindana na kakitabu. Ninasema hivi tusaidiane. Tumesema poverty is not an issue of lack of money in the pocket. It is the issue of mind. Na ukianza kusema ya kwamba hapa Kongasisa huwezi ukafaulu, tayari wewe umeshindwa. So what I want to say is tunaweza barikiwa mahali popote tulipo. Bwana asifiwe. Kuna kijana mmoja alikuwa anauza umbwa. Alikuwa anauza umbwa town. Si umbwa mingi, alikuwa na umbwa moja. So akaulizwa na mtu fulani, hii umbwa unauzaje? Akasema hii umbwa anauza 250. Kaambiwa kijana, change your mentality. Kwenda osha hii umbwa, uinunulie bota ya 50, mifunge na uinunulie nyororo ya 150. Kuja uza hii umbwa 3500. Ni kweli kijana akasiki. Kaenda akaiosha, akanunua kabota ya 50, nyororo ya 150, akashika akakaa kwa street. Umbwa ilitoka hiyo pesa. It is an issue of Mindset. Kareba akasema wengine wanaona kama majitu, lakini sisi tunaona we are well able. Amen. To go and possess the land. Amen. Mambo yote hata kushindwa ama kushindana ama kuwa wapi, it is the issue of what? Mindset. Mind. Kuna watu tunataka wakiingia supermarket, na ninakuchallenge siku ya leo. There are people ambao mind yao iko tu hivyo. Yeye anaona line yake ni plastics. Bwana asifiwe. Anaingia line ya plastic. Lakini pale taski za Naivas hawezi teremka huko chini kwa electronics. Huko huko wewe tika dogavi kwa wewe hizo. Oi brother dogavi ko. Yaani anaona kuna wale watu wanastahili kuingia huko. Sasa yeye ni maplastic. Kikombe ya plastic na si mbaya. Jagi ya plastic na si mbaya, hata mimi niko naye. Na thermos fulani hivi, jag ni plastic yenye inafunikagwa hivi, alafu na fanya kifuniko hivi ndio chai sipoe. Yaani anaona hiyo mambo ya Bwana asifiwe. Si Mungu asaidie mentality yetu. Siku ya leo I'm challenging you. Even when you go to a supermarket, that supermarket is open for everyone. And you are among those people. Yes. Fight that mentality even in the supermarket. By the way, maybe what I do, huwa nafanya window shopping. Nafanya window shopping. Hivi kwamba Mungu akinipea pesa, siendi kufanya window shopping. I just bump into that thing. Maana nishafanya nini? Window shopping. Mindset. Now, so there are many details, lakini sasa hatuwezi ziongelelea. But finally, there is the final one, laxity, poverty. Laxity, poverty. Alafu tutamalizia hapo. Proverbs 6:10. Andika, na uandike Proverbs 24:33. Proverb 24:33. Proverbs 6:10 inasema, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep, so shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man.
So hii ni wakati ambapo relax, wakati ambao tumefold mikono yetu, wakati ambao labda hatufanyi kazi ama tufanyi jambo lolote. Bible inasema ya kwamba that folding of hands it shall lead into poverty. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And Proverbs 10 verse 4 inasema ya kwamba he who has slack hands becomes poor, but the hands of the diligent makes rich. Yule ambaye ana mikono ambayo imeregea anakuwa maskini, lakini yule ambaye ana juhudi anakuwa tajiri. Proverbs 13:4 the soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of diligent shall be made rich. Nafsi ya mtu ambaye ni mzembe anatamani, lakini nafsi ya mtu ambaye ana juhudi inafanyika kuwa tajiri. Proverbs 20:4 the lazy man will not plow because of winter, he will beg during harvest and have nothing. Mtu ambaye ni mzembe wakati wa kupanda hapandi, na inasemekana wakati wa mavuno hata kuwa na chochote ila tu ni kuomba. Proverbs 6:10 how long will you slumber, O sluggard, when will you rise up from your sleep? Nasema ewe mzembe, utainuka siku gani kutoka kwa usingizi wako? And then hiyo Proverbs 6 kuanzia verse 6 na kuendelea inasema tuenende tuweze kujifundisha na wanyama ambao wanaitwa ant. Ant wanaitwaje na Kiswahili? Inapotea. Mchwa. Ni mchwa. Sisimizi. Mchwa. Okay, sisimizi. Bwana asifiwe. Amen. Sisimizi. And I thank God because of sometimes people you associate with me. When is a time kuna group tunakuwa naye wazee wa town hapo. Sasa siku moja tumetoka wazee karibu 30. Ati tunaenda kuona plot tununue. Tumeenda kwa stage. Sasa tunabageni na makanga na nini. And I thank God because of that one mzee. Mzee mmoja akasema, yaani sasa wazee kama sisi, wazee wenye tumeoni muji, tuko hapa tunabageni na watu wa Niza. Na tumebarikiwa hapa kila mtu na gari. Twendeni. Na nasikia huyo mzee alitudeliver. Na wakati ambao Mungu alitudeliver, kila wazee 35 na kila mtu hapo na gari. Ati tuende na matatu. Alafu sasa ni kama nini kutafutana hapo. Mzee mmoja akasema, "Sisi tumebarikiwa na magari. Twende tuchukue magari yetu." Na ni vizuri alinifanya deliverance. Bwana asifiwe. Kuna deliverance unafanya bila kukohoa, bila kutapika, bila kufanya somersault, unajilelea wewe mwenyewe. Unaambia mawazo yako. As a man thinketh, so is he. So sisi hatutafikiria kushindwa hapa kwa ukasisi. Hapana. Sisi tutafikiria vile ambavyo neno la Bwana linasema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. So kuna mambo mengi tungeongea, but one of the things to curb this poverty, wacha tusome tu and then tutamalizia. Don't know what is the time. We're supposed to be we are supposed to be through by nanusu. So but wacha nisome hii. So one of the ways ya kumalizana na haya mambo ni common scripture ambayo inasomwa sana in the book of Malachi chapter 3. Malachi chapter 3 verse, ukipata nafasi usome kuanzia verse 6 kuendelea chini, lakini verse 8 nasema, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering you are cast with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. So mmoja wetu amesema kuhusu fungu za 10, Auntie Mother alisema hivyo, and also it was a confirmation of my message. And akasema mambo ya devourer, the devourer, that once we are not faithful with our tithes, the devourer comes. Na nikakumbuka Mama Judy, there is a time alikuwa anasumbuliwa na mwili sana. Alisumbuliwa na mwili. And then you see, as a pastor kuna mambo tunaweza, yani mtu anaweza pitia mambo. By the way, pastors wanajaribiki mambo mingi. Na ukiwaona wengine kwa runinga usiwachekelee. Bwana asifiwe. Saa zingine pastor atakwambia, kanisa wote mwelekezeni mkono, maana hii situation, si ndio? Mnaelekeza, hali haibadiliki. Siku nyingine pastor anachukua anointing oil, si ndio? Anampaka, haivunji mira. Lakini mimi sitafikiwa hapo. Mwingine anakukunywisha maji. Kunywa maji ya
ya Israeli. Maana sasa pastor amekuwa ni kama amekuwa desperate, amejaribu kila kitu. Sasa Mama Julia kaja amekuwa mgonjwa au nini, anasema nimekuwa mwaminifu nini. Mimi hata sikumwombea mambo mingi. Nilimwambia hivi, sio kama nilimwambia as you are saying you have been faithful in your tithings, may the tithings speak for you. Amen. God healed her. I wish alikuwa happy. Mungu alimponya. Mungu alimponya. I wish sijui kwa Mungu alimponya. Si haito tu. Nisiwe pastor anaongea stories zake hapa. So pastors huwa wanajaribu mambo mingi. Sasa zingine wanaambia piga magoti, inua mikono. Maana alijaribu ile nyingine haikufanya kazi. So God is faithful. Now the Bible says that inasema ya kwamba bring all your tithes into the storehouse that there may be food in my house and try me. The only scripture ambayo inasema tumjaribu Bwana. It is in the book of Malachi 3:10. Si Bible inasema usimjaribu Mungu wako. Lakini in this tumeambiwa tumjaribu. Alafu inasema if I will not open for you windows of heaven. Haijasema doors, imesema windows of what? Windows of heaven. Of course, isipokuwa ni nyumba kama hii, hata nyumba zenye tunaishi, madirisha yanakuwa mengi kuliko mlango. So, inaposema windows ni kusema ya kwamba hata hii kikani kama imefungika, bado kuna dirisha ingine inafanya nini? Inafunguka na inateremsha baraka. Alafu anasema and pour out for you such blessings that there will not be a room enough to receive. Hasemi kukupea, anasema poa, kumwaga. Akumwagie hivi kwamba haleluya, hakutakuwa na room ya kuweka hizo baraka. Alafu anasema I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy. Devourer tumeambiwa ni watu wengi. One of the devourers inaweza kuwa ni sickness. Wakati ambao mshahara imeingia kwako ni kama chemist, kunakuwa na nini? Na madawa. And I think one time the devourer came in me. It was on a Sunday service, nishawapewa hiyo ushuhuda. Na viatu tumepewa na Baba Nguru. Baada ya maombi mengi. Sasa viatu nimeweka, nilikuwa naishi kwa plot, nyumba ya chini na bafu zilikuwa huko juu. So kiatu nimepaka rangi, nimeiweka hivi Ralia ukuta hivi chomwe, najua ndio kijana angarishe akienda chache. Sasa mimi kwenda kutoka bafu, naona kama sioni vizuri, viatu hakuna. Aliyechukua sijui. Nikarudia ile mtindo yangu. By the way, mimi kwa chache hata mkiniona hivi, nimeenda na slippers za akara. Kuna wakati walikuwa pale kwa stage ya Ndondoni, walikuwa naundaga hizo slippers za akara. Inasemekana viatu yenye hatia, maana ujui hiyo tairi ilirudi nani. Sasa hizo viatu nimezivaa sana. So nikarudia zile sasa nilikuwa shetani akaanza kuninenea. Na huyu mzee si amwapatia viatu. Si atasema nikajiambia na kikuu. Ndio kiwa mlirudi kwa kila idadi. Yaani atasema nyinyi ni wale watu ambao mpenda kufanya nini? Kuvaa viatu. And I think that vow. Anyway, I thank God. So Mama Julia was saying, there is a time umesumbuliwa hapa na mwili, umekuwa tu mgonjwa, and then we pray na nikakuombea nikasema, as you are saying, umekuwa ukitoa fungu za 10, hizo fungu za 10 zikutetee. Ulirudi ukatoa ushuhuda gani? Zilikutetea. Bwana kampeni. Bwana asifiwe. So even wakati ambao labda kunakuwa na shake up na nini, the tithes zinaweza kukutetea, and the Lord can rebuke the devourer. Bwana asifiwe. Na inasema ya kwamba verse 12, verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail, nor bear fruits for you, says the Lord. And all nations will call you blessed, for you will be the rightful land, says the Lord. Bible inasema mataifa yote itakuita mbarikiwa, na hayo ni maneno ambayo Bible inasema ya kwamba asema Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Even the one tree in the Garden of Eden, it is described to be the 10% of God. Alisema mkule miti ingine yote, lakini muachane na gani? So if you are being given, as sister was saying, if it's 20 shillings or 1,000, ukule hizo zingine zote, the 100 ni ya nani?
ni ya Mungu. Na kama ushasoma ile story ya Yesu wakati ambao aliitishwa kodi, Bible inasema aliambia Peter, enda kwenye bahari utapata samaki, na huyo samaki atakuwa na pesa, na kwanza inasema vizuri, ulipe yangu kwanza halafu yako. So wakati ambao Mungu anakubariki, ya Mungu kwanza halafu yako baadaye. So that is the only way we can curb poverty. And also the issue of mindset. Mawazo ya kiumaskini tuiondoe kwa jina la Yesu Kristo. It is the will of God for us to prosper. It is the will of God for us to possess the land. Unajua kuna injili tu unaweza enda, nitakuja kuambia a pastor 100% pastor vile yako niwaonyeshe mahubiri na kuanga 5%. Research ilifanya hii mahubiri yote nimehubiri hapa is 5%. Assume nimekuja tu hapa nimechakaa. Kuna watu tu wapende wasipende pastor, wapende wasipende, they just vile tu the way we are wired as human being, ata switch off. Kuna siku kulikuwa na crusade pale ya Okanga. Situ tupigie Bwana makofi. Mungu anatoa watu mbali. Unajua mzee tukiwa naye nimekumbuka sasa hivi. Tumefanya kazi ya watchman. Huyu tumefanya naye kazi ya watchman. Nimekuwa mtu wake wa mkono huyu mzee. So there was a crusade. Na tukaona Mungu ametukumbuka. We were moving with that tent. Watchman. Baba. Watchman wa tent. Pale Freria. Ikaenda wapi Rangaranga pale kwa ile hospitali ya Rangaranga. Kuna uwanja ilikuwa hapo. Watchman ndio hao. Kweli Mungu anafanya mambo ya ajabu. Hallelujah. Anyway. Sasa huyo Okanga akasema kwamba kuna mtu anakuja hapa, na huyo mtu alitembea juu ya maji. Alitembea juu ya maji kama Yesu. Sasa watu crusade walikuwa wanagojeaga. Huyo mzee alikuwa anaitwa Tigata. Na mwingine alifufuka alikuwa anaitwa Juliana. Sasa Juliana akakuja na akatoa ushuhuda wake bila alifufuka. Mimi nilikuwa nafikiria alifufuka kama last year. Kumbe ni miaka ya kitambo hata kabla nizaliwe. Hiyo tukaacha. Sasa watu walikuwa wanasema huyu mzee alikuwa anaitwa nani? Tigata. Sasa Tigata anakuja siku gani? Alitembelea kwa maji kama Yesu. Crusade inajaa hivi. Sasa mzee mmoja rafiki yangu anaitwa Ngata. Ukapa mmoja alikuwa host akasema, Tigata is coming. Tigata ni huyo amefika, na alikuwa anatoka Kampala. Tigata ni huyo. Ngata alipomwona akasema, nilikuwa nafikiria ni mtu anakuja hapa na masuti na manini na gari. Sasa kumbe ni mzee tu anatembea tu hivi. Ametoka wapi? Ametoka Uganda. Na watu wameishi wamekojea nani? Tigata. Sasa there is an impression pia even as a pastor. Unaweza kuwa naye mtu ana switch off. Wewe unaweza kuwa introduce pastor anakaa kumuleka. Bwana asifiwe. Amen. So watu wakakosa radha ya nini? Ya crusade. So as we are saying, it is the desire of God for us, every one of us, to be blessed. Amen. And we are praying for this church. Ati si wachache tu watabarikiwa, ni sisi zote tutabarikiwa. Amen. Even in your family, tunataka kuamini ya kwamba si wewe peke yako utakayebarikiwa, ni sisi zote tutakaobarikiwa. That we shall have the true image of God. Yes. If you are a minister, and by the way here, we should be calling ourselves ministers. Yes. Because you are ministering to the Lord. If you are a minister, as you stand before people, people are saying Jesus. Amen. Asifiwe. Naomba tusimame kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Father, we bless you. Thank you Lord. Nataka tu ujiombe. Ambia Bwana akusaidie, akukomboe kutokana na hiyo roho ya umaskini. Tumesema ya misingi, tumesema roho ya kujihusisha na wengine, tumesema pia roho ya kuregea mikono, tumesema mambo mengi vile tu ambavyo umeelewa hiyo ujumbe, na nataka tu uweze kujiombea kwa jina la Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus, I pray that Lord God Almighty, as your word says that Lord, one of your role was to preach the gospel to the poor. Oh God Almighty, we pray this gospel, my Father, that Lord is
gospel will change us, my God. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. This gospel will change us. In the mighty name of Jesus. Oh God, even as we do the principle of your word. In the book of Malachi 3:10, that Lord, you shall rebuke the devourer. We declare in this fellowship, my God, that poverty is not our portion. Poverty is not our portion. Nasema umaskini sio sehemu ya hili kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Umaskini sio sehemu ya huu shirika kwa jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao Bwana wanang'eng'ana wakati huu, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Hii injili ambayo iko na nguvu ya kutupatia tumaini, siku ya leo itupatie tumaini katika jina la Yesu Kristo. Father God Almighty, even where we need to be faithful, my God, I pray that Lord, you shall help us to be faithful in the name of Jesus Christ. Faithful, my Father, in our givings of time, my Father, in our offerings, Jehovah God. Oh God, we pray that Lord, you shall rebuke the devourer in our behalf in the name of Jesus Christ. Father, we thank you. Father, we bless you. We worship you. We will continue sharing more on that, but that is the principle in the book of Malachi 3:10, and you can just try. Nasema ufanye nini? Ujaribu. If it doesn't work for you, don't worry. Wewe ujaribu tu. Si kitu ni kujaribu. Ukiona inafanya kazi, unaendelea naye. Ukiona haifanyi kazi, unawachana naye. So I'll give you an opportunity, not now, but as sister said, utakuwa na bahasha yako. You just try. Ukiona inafanya kazi, well and good. Ukiona haifanyi kazi, you just leave it. Bwana asifiwe. Amen. The word of God is very clear. Anasema he shall rebuke the devourer in Jesus' name. Father, in Jesus' name, I pray for these dear brethren. I commit them before your hands. If there is any poverty that they inherited from their parents, Father, we declare that poverty is coming to an end today. Yes. In the name of Jesus Christ. Name. Any poverty of association, we are also declaring is coming to an end. In the name of Jesus Christ. Any poverty of laxity, my Father, we are also declaring is coming to an end. In the name of our Lord Jesus Christ. And mighty Father, we declare, even as we decree today, that Lord, this church, it shall be a church of blessed people. It shall be a church of blessed people. Every spirit of poverty, even from our generations, oh God, we disconnect ourselves from those spirits in the name of Jesus Christ. And mighty Father, we pray that you shall cause us, my Father, even to act on your word, my Father. As you have said that we test you, my God. As we test you, my Father. Oh God, I pray that you shall open the windows of heaven and you shall pour your blessings upon us in the name of our Lord Jesus Christ. Father, I thank you. Father, I bless you. Father, I worship you. Father, I give you the praises. I give you the honor. In Jesus' name.